Ingineko ni kwamba visa vya ajali za barabarani vikizidi kuripotiwa, washikadau katika sekta ya uchukuzi wameshauriwa kuweka mikakati ya kuzuia ajali hizo, ikiwemo kuhamasisha madereva na abiria, hususan msimu huu wa Krismasi. Mapema leo Jumatatu, Jaji Mkuu nchini Martha Koome ameongoza kikao kilichowaleta pamoja washikadau katika sekta ya uchukuzi na kuweka wazi mikakati yao ya kuzuia visa vya ajali. Mwaluse Meshak anatuarifu kwa kikamilifu. Idadi ya ajali za barabarani nchini imeendelea kuongezeka katika kipindi cha msimu huu wa Krismasi, hali iliyosababisha vifo na majeruhi kadhaa katika muda wa saa 24 zilizopita. Zaidi ya watu 10 wameripotiwa kufariki, huku wengine 17 wakijeruhiwa katika ajali tofauti ambazo zimetokea katika maeneo mbalimbali ya nchi. Katika kaunti ya Homa Bay, watu 10 wamefariki dunia na wengine 6 wakipata majeraha mabaya kufuatia ajali katika eneo la Kodada, kaunti ndogo ya Rachonyo Mashariki. When we reached the scene, we found that already 10 were confirmed dead, 6 female and 4 male. Kwa mujibu wa polisi, ajali hiyo ilitokea Jumapili usiku wakati gari lilokuwa limewabeba abiria hao waliokuwa wakirejea nyumbani kutoka Kakamega walipokuwa wakihudhuria hafla ya harusi ilipogongana na malori mawili kwenye barabara kuu ya Kisumu-Kisii. Hii Krismasi watu wajihadhari sana na waangalie barabara kwa utulivu, madereva wote waweze kuangalia kwa utulivu. Wale ambao walinusurika, watu 5 wako hospitali Nyamira, na sisi tuko hapa Oyugis tumekuja kuchukua mwili wa mpendwa wetu ambaye alikuwa ameaga. Waliojeruhiwa walipelekwa katika hospitali ya Rachonyo Kusini mjini Oyugis kabla ya kuhamishiwa katika hospitali ya rufaa ya Nyamira kwa matibabu zaidi. Katika tukio jingine, mwanaume mwenye umri wa miaka 25 amefariki dunia alipokuwa akipokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya Nakuru baada ya kuhusika katika ajali eneo la Ngata kando ya barabara kuu ya Nakuru Eldoret majira ya alfajiri. Nilipata tu gari imegongana na ile nyingine, nikajikuta nimekwama kapiti. Received that patient in a very critical condition, but we have stabilized him. We are now preparing for theater. Ajali hiyo ilihusisha basi la kampuni ya Easy Coach lilokuwa likitoka Nairobi kuelekea Kisumu na trailer iliyokuwa imesimama barabarani kutokana na hitilafu ya kiufundi. Abiria 12 walijeruhiwa, ambapo 2 bado wamelazwa huku wengine 9 wakiruhusiwa baada ya kupata matibabu. Kufuatia kuongezeka kwa visa vya ajali nchini, Jaji Mkuu Martha Koome ameandaa kikao na wadau wa sekta ya uchukuzi ili kuweka mikakati ya kukabiliana na hali hiyo. I think no driver should be on the road for more than 8 hours without a stop. Akizungumza katika mahakama ya upeo, Jaji Koome amesema vifo vinavyotokana na ajali vimeongezeka kwa 5% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana. Kwa mujibu wa NTSA, kati ya Januari mosi na Novemba 13 mwaka huu, jumla ya watu 4195 wamefariki kutokana na ajali za barabarani, huku jumla ya visa ikifikia 21,042. Jaji Koome amesema serikali itaendelea kushirikiana na polisi, NTSA na taasisi nyingine, huku akiwataka madereva kuheshimu sheria za trafiki na wananchi kuripoti ukiukaji kupitia nambari za dharura ambazo ni 999. You cannot aim to maximize, then endanger the lives of the drivers and endanger the lives of the passengers. Because I think at the end of the day, you are not handing value to yourself or value to anybody. Mwaluse Meshak, TV 47, Nairobi.